Naitwa Yohana G. Mpamba, wengi uniita Mkoto, ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Chunya. Ndugu waandishi wa habari, nashukuru sana, lakini tumeitana leo, tumekuja hapa si kwa bahati mbaya. Tumekuja hapa ni kwa makusudi mazima kabisa. Cha kwanza, tunaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa hatua hii ambayo tumeweza kuifikia. Tulisitaki kwenye ubali wa siasa kuwajibika kwenye upande wa siasa tangu kabla hata ya Oktoba kufanyika kwa uchaguzi ambao tulikuwa tunaita uchaguzi, bali ulikuwa ni uchafuzi. Ndugu waandishi wa habari, ninyi mashahidi, uchaguzi jinsi ulivyoendeshwa umeendeshwa kwa namna ambayo ni tofauti, na sisi tukaona hatuwezi kwenda kwa matakwa ya serikali inavyotaka, bali tulitaka tukae mezani mapema ili mambo mengine yawe sawa. Na pengine kwa msimamo wa chama jinsi ulivyokuwa unasema tudai kufanya maliziano na wanaharakati wengine ambao walikuwa wanapendekeza uchaguzi ule ufanyike baada ya maliziano ili tutengeneze mustakabali wa kitaifa, ilingefaa sana. Hata hayo mengine ya kuhusu habari ya tume ya Mheshimiwa Chande yasingekuwepo kama tungekaa mezani mapema, lakini kwa sababu ya sikio la kufa alisikii dawa, na ndio maana yametokea namna hii. Lakini tunachoshauri ni kwamba tunaunga mkono jitihada zilizofanyika na kamati kuu juu ya msimamo ambao umewekwa ya kutaka chama chetu kiwe sehemu ya kuunda maliziano, lakini maliziano haya tuliyakataa toka awali. Sasa leo hii yametokea kutokea chama mnakitaka tuingie kwenye maliziano. Mkumbuke Chadema ni sauti ya umma na Chadema inasimama kwa niaba ya wananchi. Sasa kile tunachokisema ni kile ambacho tumekisikia kwa wananchi. Tunaunga mkono jitihada za chama chetu, kamati kuu taifa kupitia Mheshimiwa John Heche, baada ya kutamka kwamba hatupo tayari kushiriki maliziano haramu ili kuhalalisha kuweza kuwahadaa wananchi, mwisho wa siku ionekane tunahalalisha haramu kuwa halali. Ndugu waandishi wa habari, kama mtakumbuka uchaguzi ule baada ya kufanyika, wananchi tulikuwa sina slogan yetu ya no reform no election. Hatuirudii hapa kwa maana kwa bahati mbaya, hapana. Ni kwamba bila mabadiliko ya mfumo mzuri wa uchaguzi hakuna uchaguzi. Kulikuwa hakuna maana kwamba hakuna uchaguzi kwa maana ya kwamba hatutashiriki, lakini slogan nzuri ambazo zingeweza kupendeza ndio zingefanya tushiriki na uchaguzi ungekuwa huko salama. Lakini baada ya kusema hivyo, sasa kufuatia mambo ya Oktoba, tunaungana na wanaharakati wengine ambao wamekwenda kuilaani vikali tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kwamba ichunguze matukio ambayo yalikwisha kufanyika kuanzia Oktoba 29, kitu ambacho tulilaani toka mapema. Hauwezi ukasababisha tatizo alafu uunde tume ya kujichunguza wewe mwenyewe, kitu ambacho inakuwa hakina logic. Na ndio maana leo umma wa Tanzania unawakataa inaikataa ile tume pamoja na wajumbe wake wote, kwa sababu ya kwamba ya kutokuwa na imani toka hapo awali. Kama wanachunya kwa niaba ya wananchi wa Chunya, na sisi tunasema hatupo tayari kupokea maelekezo yoyote ya kuhusu Mheshimiwa Chande, kwa sababu hata mwananchi ambaye yupo kijijini anajua dhahiri kilichotokea Oktoba 29 na kuendelea. Kiufupi kabisa, tunaunga mkono na wanaharakati wote walivyoweza kueleza. Ndugu waandishi wa habari, kwa namna hiyo sasa mimi naomba tu niseme asante na niwashukuru kwa ujio wenu na kuweza tuweke sawa jambo hili. Tuungane kwa pamoja kupaza sauti. Umma wa Tanzania unatutegemea wana Chadema, na sisi Chunya hatujajitenga na sehemu ya dunia au sehemu ya taifa hili. Ni sehemu ya taifa moja, na ndio maana tunapaza sauti kwa niaba ya wananchi wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijamaliza sasa, ninaomba nikukaribishe uweze kuzungumza kuhusiana na mapokeo ya chama tulivyoweza kupokea na kushukuru chama namna gani tulipoweza kufikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana. Chadema, kwanza napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati tendaji, maana toka zuio hili na kutuzuia tusifanye siasa, sisi kama chama jimbo la Lupa, viongozi wote tumeshikamana kuanzia wakata hadi kamati tendaji. Lakini ndugu zangu, napenda tu kutamka kama mwenyekiti wa jimbo, kwa majina naitwa Juma Nelson Mnyambo. Kama mwenyekiti wa jimbo, napenda kutamka kwamba tumeyapokea yale maamuzi ya kamati kuu ya chama taifa, na hatutaenda
tofauti na wao. Tutahakikisha tunaunga mkono, tunashikamana kama wana Lupa. Ndugu zangu, Chunya ni kubwa sana, lakini Chunya ni moja ya wilaya ambayo ni kongwe sana. Toka uhuru Chunya bado ipo. Hii Chunya ukiangalia katika wilaya ambazo zipo mkoa wa Mbeya, wilaya kongwe ni ya Chunya, na ndio ambayo wilaya ambayo haijaunganika kwa kiwango cha lami kutoka Chunya kwenda mkoa wa Tabora. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa wananchi wasemewe. Lakini ndugu zangu, wana Chunya na wana Chadema, sisi leo tumekaa kama kamati tendaji ya jimbo la Lupa, tunasema tunakuja kivingine. Chadema jimbo la Lupa tupo imara na tunataka tuanze mikutano, lakini vile tutakuwa na mkutano mkuu wa jimbo tarehe 25 mwezi wa 5. Naomba sana viongozi wote wa kata zote zile kamati tendaji za kata muhudhurie tarehe 25 kwenye mkutano wa jimbo, kwa sababu ni mambo muhimu sana. Tunaenda sasa chama kuhakikisha kuwa chama kinaendelea kukua. Wao walifikiri chama wanakiua, chama wanakiharibu, lakini chama wamekijenga kwa kiasi kikubwa. Matokeo yake Chadema imejengeka, nchi inaenda kubaya, nchi imeingiwa na ubaridi. Chadema ni ya moto. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba Chadema hii ya moto haitarudi nyuma, na sisi kama viongozi wa jimbo tutahakikisha kwamba maeneo yote tunapita. Jiulize kwamba wilaya hii utoke Kambi Katoto kule Sipa paka makao makuu ya wilaya, kutoka hapo lami hakuna paka Makongolosi, ni kilomita nyingi sana. Una mgonjwa kule, atafikaje hospitali ya wilaya kuhudumiwa? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kama viongozi wetu ambao wamejiweka wao madarakani, hatujawachagua, hamjawachagua, hawawajali wananchi. Kwa hiyo tunatoa tamko kwamba sisi kama Chunya tuko imara, na ninawaomba sana viongozi wote wa kata zote, mikutano ya chama, vikao vya chama viendelee, na tarehe 25 ni siku rasmi ya mkutano wa jimbo, na baada ya hapo tutaanza mikutano ya hadhara kama jimbo kwa kupita kata mbalimbali kwa kushirikiana na nyie viongozi wa kata na wadau wetu. Naomba mtuunge mkono. Sisi kama wanajimbo tuko kwa ajili ya kutetea wananchi, tupo kwa ajili ya maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yetu. Kama tungekuwa wenzetu wana maslahi yao, kuna maeneo vijana wanataka kuchimba, hawa wachimbaji, mtu anachukua leseni zaidi ya leseni 20-30, eneo lingine wakati mwingine hawachimbi. Wewe kijana ukishagundua tu pale ukaweka kalasha lako, lakini tayari mwekezaji anatoka na kunyang'anya yale maeneo. Sisi kama Chadema tunasema tunapinga kitendo hicho. Lazima pawepo na utaratibu mzuri. Yule mtu ameshagundua pale, ameshafunga kalasha pale, na makalasha yenyewe wamepewa ya mkopo, leo unamuondoa pale, unataka kumuinua kiuchumi. Huyu tunasema unataka kumwangamiza, kwa sababu mkopo hatalipa, na alikuwa na kajumba kake nako kataweza kakanyang'anywa kwa sababu anadaiwa. Asante. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana, na ninaomba wajumbe tukutane hapa Chunya, wajumbe wote mtakaoalikwa kwenye mkutano huo. Asante mwandishi wa habari, nashukuru sana kwa kufika kwako. Nashukuru kupewa nafasi hii kama kiongozi wa vijana jimbo la Lupa. Kwa majina naitwa Amani Jafeti, ni mwenyekiti wa baraza la vijana jimbo la Lupa. Sisi kama vijana wa jimbo la Lupa, mfumo wetu ni mmoja na uwezo kubadilika, ambao unajikita katika serikali yenye uwajibikaji na utendaji wa haki, ukizingatia maslahi ya vijana kama nguvu kazi ya taifa hili. Nafikiri wote tumekuwa mashuhuda jinsi serikali hii dhalimu ilivyopuuza nguvu na uwajibikaji wa vijana katika masuala mazima ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Vijana wa Chunya mtakuwa mashahidi jinsi mlivyoteswa, kupokonywa maneno ya kazi, huku hoja zenu zikiwa hazijibiwi. Lakini pia vijana wa Chunya bado tunaendelea msimamo wetu wa Lissu must be free, tukisisitiza kwamba kiongozi wetu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu haachiwe huru bila masharti yoyote,
kwa haraka kadri itakavyowezekana, kwani tunaamini katika uwajibikaji, haki, lakini pia uhuru wa kisiasa. Sisi kama vijana hatuwezi kuwa na furaha au hatuwezi kuwa na mwitikio mzuri wa kisiasa, hasa katika chama chetu, wakati mwenyekiti wetu wa chama ambaye ndio kiongozi wetu mkuu akiwa yuko ndani kwa kesi ya kubambikiwa takribani siku zaidi ya 300, tunaongelea ni mwaka. Kwa sisi kama vijana wa Chunya, msimamo wetu ni ule ule, tunataka serikali yenye wajibikaji, haki na kutambua uwepo wa vijana kama nguvu kazi au uti wa mgongo wa taifa letu, kwa sababu vijana ndio watu ambao wana nafasi kubwa katika jamii yetu. Vile vile pia niendelee kukumbusha vijana kwamba serikali hii imekuwa ikitupuuza sana, na hii sote tumekuwa mashuhuda kwa ripoti ya Jaji Chande, ripoti ya uongo, ripoti iliyojaa niseme uchawa kwa sehemu kubwa, ikiwa ni ripoti ambayo imebezi katika utetezi wa serikali, lakini sio uhalisia wa jambo ambalo lilitokea siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Kwa hiyo niendelee tu kuwakumbusha vijana, tuendelee kuunganisha nguvu zetu, tuwe wamoja, kwani Tanzania ndio nchi yetu na hatuna nchi nyingine ambayo tunaweza kutumania nje na Tanzania. Nadhani hayo ndio maoni na mahitaji makubwa ya Wanachunya, lakini pia Watanzania wote. Inavyosemwa ndivyo ilivyo. Sasa bila kupoteza muda, nimkaribishe katibu wa baraza la wanawake BAWACHA mkoa wa Mbeya, lakini katibu wa jimbo la Lupa. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Stella John Mwakasekele, katibu baraza la wanawake mkoa wa Mbeya na katibu baraza la wanawake jimbo la Lupa. Sisi kama wanawake, nipende kuwashukuru wanawake wenzangu ambao mpaka leo bado wamesimama kwenye haki, licha ya kuwa wamepita kwenye msukosuko mkubwa, lakini bado wamesimama katika kuitetea nchi yetu. Kwanza moja, nipende kupongeza uongozi wa Chadema kwa yale matamko waliokwenda kuyatoa, na mpaka sasa tumekwenda kuzindua kazi zetu za chama rasmi, na sasa tunasema tunaingia kwenye utendaji wa kazi. Wajiandae kisaikolojia kwamba tunakuja kutoa tena uchafu wao waliokwisha kuuweka, yale waliokwisha kupandikiza yasiyo stahili. Basi kama Chadema, kama wanawake, tunasema tunakuja kuondoa zile takataka ambazo wameziweka zisizofaa kwa wananchi. Vile vile tunapenda kuongea na mama kwamba Samia ni mwanamke mwenzetu, kwamba Rais Samia tunaomba umwachie Lissu awe huru, kwa sababu yule ni baba wa familia, ni mume wa mtu. Tunaomba umwachie Lissu awe huru, aendelee na majukumu ya kifamilia, kwa sababu ni mtu anayetegemewa na sisi kama chama bado tunamhitaji. Hana kosa lolote, tunaomba umwachie huru, awe huru, aendelee na majukumu ya kazi, kwa sababu wakati mwingine uvumilivu nao unakuwa na mwisho. Na sisi wanawake tumejipanga, tutapiga kelele na tutapaza sauti zetu kwa ajili ya kumtetea mwenyekiti wetu ambaye ni rais wetu wa Chadema. Kwa tunaomba haki itendeke kwenye serikali hii ya CCM ambayo imejawa na dhuluma kubwa isiyojali roho za watu. Na vile vile wanawake, naomba asiwepo mwanamke wa kukatishwa tamaa. Hao wanawake walioingia kuvaa vazi la chama kuona kwamba lile tamko alilolitoa Mheshimiwa Heche wao hawataliunga mkono, tunasema hao sio wanachama wala hao watu tuko nao pamoja, ila ni watu walioamua kuvaa ngozi ya kondoo na ndani yao kumbe ni mbwa mwitu. Wamekuja kwa ajili ya kuvuruga chama chetu, na sisi tunasema hatutakuwa tayari kuwasikiliza hao watu, na popote tutakapowasikia tutadili nao sisi kama wanawake wa Chadema, kwa sababu wanawake wa Chadema tupo na tuko imara na tunaendelea kusikiliza maelekezo ya mwenyekiti wetu aliyepo, ambaye kwa sasa ndo aliyeshika majukumu. Na sisi tunasema kila tamko litakalotolewa na kamati kuu, sisi kama wanawake tuko tayari kulitendea kazi na tutafanya kazi. Na kwa safari hii tumekuja kwa vingine, hatutaangalia rangi ya mtu wala sura ya mtu, ila tunachotaka ni kuendelea kupata haki na usawa, kwamba tunaendelea kusimama kwenye muonekano mwingine ambapo Chadema tunahitaji kudai haki yetu
Na sisi kama watu wa nchi hii, sisi sio wa Burundi wala sisi sio wa nchi ya Kenya. Sisi ni Watanzania, tunahitaji kupata haki sawa na wananchi wengine. Zaidi ya hapo, tunasema damu zilizomwagika tarehe 29, watoto waliokufa, watu waliokufa, baba zetu, mama zetu, vijana, watoto tuliozaa, waliokwenda kupoteza maisha yao siku ya tarehe 29, tunasema tunataka kujua miili yao waliiweka wapi, na hatutaki jambo lolote kwamba waendelee kuzungusha. Wameunda tume feki ya kuendelea kufuatilia kwamba uchunguzi wa tarehe 29 ilikuwaje, lakini yale maazimio yaliyotoka yalikuwa ni feki, sio maazimio yaliyopo katika nchi hii, na wala sio jambo lililotendeka tarehe 29. 29 siku ya uchaguzi imekuja vibaya, wamekwenda kuua ndugu zetu, wameua waume zetu, wameua watoto zetu. Hilo serikali ya CCM inatambua kabisa. Kwa tunaomba kujua wale watu wamekwenda kuwazika wapi. Tunataka kujua zile maiti wamekwenda kuzimwaga wapi. Na sisi kama wanawake wa Chadema tutasimama kidedea, na nitasimama kwa ajili ya kuongoza jahazi kama kiongozi wa mkoa na kama kiongozi wa jimbo. Nitasimama kutetea wanawake wenzangu, watoto wetu pamoja na waume zetu. Hatutakaa kimya, lazima tutapiga kelele. Asanteni sana. Asante katibu wa BAWACHA jimbo la Lupa. Lakini ndugu mwandishi wa habari, hapo naongea na mwenezi wa jimbo la Lupa. Kwa majina anaitwa William Samson Kawageme, ndio mwenezi naotokana na majimbo na kata 20 za wilaya hii ya Chunya. Sasa kwa sababu kutoka zuio hili alamu limetokea, chama tumerudi kivingine wilaya ya Chunya, na mwitikio wa wananchi na wanachama wa wilaya ya Chunya umekuwa ni mkubwa zaidi. Walizani wanavyoweka zuio lile kwamba wanazorotesha imani ya wanachama. Sasa wanachama wameibuka kivingine na wanatuunga mkono sana. Kama mwenezi niseme wilaya nzima ya Chunya, kata zote 20 zilizopo ndani ya wilaya yangu, watu waanze kufanya shughuli za kisiasa kwa nguvu kama mwitikio walivyouonyesha kwa kutupokea kwa nguvu sana. Lakini ndugu mwandishi wa habari, kuna mambo ya serikali hii yameshindwa kutekelezeka, na kwa sababu yanakwenda kutoa imani kwa wananchi wetu na wanachama wetu. Kipindi kimetokea cha hapa katikati, wameanza kutembea, wanakwenda kupokonya paka fedha kwa wananchi wetu huko. Wamekwenda kwenye vitongoji kadhaa huko, wamekwenda kuwalagai kusema watawapelekea huduma za kiumeme, lakini mpaka leo hazijafika zile huduma. Kutoka mwaka jana tarehe 4 mwezi wa 7 waliwaahidi kabla uchaguzi hujafika watakuwa mapelekea umeme, lakini mpaka sasa hawajawapelekea. Kitongoji cha Mtakuja, kitongoji cha Lukalia na kitongoji cha Ukombozi. Hiyo iliyopo ni kata ya Nkungungu. Kwa ubabe huo na uharibifu huo tutaki kabisa, kwa sababu ni wizi mkubwa. Wameenda kuwapokonya fedha, kila mwananchi ametoa 35,000, lakini jambo hili aliletwa mtendaji wa kata na diwani wake, ndio alileta huyo mtu anajiita mkandarasi, kumbe ni mkandarasi feki. Kwa hilo jambo linaumiza sana kama wananchi wa kata ya Nkungungu, lakini na maeneo mengine mengi yameyafanya ubadilifu wa namna hii. Tunahitaji watekeleze mambo kama hayo kwa haraka, kwa sababu walikwenda kuibia wananchi wetu. Kwa majina naitwa Petro Christopher Siwale, katibu wa baraza la vijana jimbo la Lupa. Nipende kushukuru kamati tendaji ya jimbo kwa mkusanyiko wa leo au kuja kwenye kikao cha kamati tendaji kupanga mipango ambao tuliacha huko nyuma na kuiendeleza. Jambo la pili, nataka kuishukuru kamati kuu kwa maazimio yaliyotoka tarehe 22 mwezi wa 4. Matumaini ya Watanzania yapo ndani ya Chadema. Chadema ni chama ambacho kinasimamia haki, uhuru na maendeleo ya watu. Kwa hiyo niwaombe vijana jimbo la Lupa, tuungane, tuwe jeshi moja la ukombozi katika taifa hili. Tuwe jeshi moja katika jimbo letu la Chunya na kata zetu zote. Niwaombe vijana wa jimbo la Lupa, viongozi kwenye makata yetu wajipange, tarehe 25 mwezi wa 5 waje kwenye mkutano mkuu ili kwa ikomboe hii nchi. Tukiwa na muunganiko huu na imani, Chadema itaendelea kuwa imara kila ikopo leo.